Maradhi makubwa ya nyoyo ni dhambi. Mtu hawezi kutoa maradhi hayo isipokuwa ni kufanya toba iliyokuwa ya kweli. Maradhi hayo hayawezi akamwacha mja isipokuwa yeye kufanya toba iliyokuwa ya kweli. Anaendelea kusema Sheikh, usipoachana na maradhi hayo utakuwa ni mtu ambaye uliyepata hasara. Lakini mtu atauliza swali, kwa nini tunapupia kufanya toba? Na mwingine atauliza, kwa nini tunafanya toba? Sheikh anasema tunatubu ili mizani yetu ya mema na mabaya tuyajue, na tunafanya toba ili kurudi kwa Allah tabaraka wa taala, ili tusirudi huko, kwani tunatakiwa tufanye tauba, tuombe msamaha kwa Allah tabaraka wa taala, kwani Allah anapenda waja ambao wanafanya toba. Pia Sheikh anaendelea kusema usipuuze kabisa kuleta toba, kwani milango yake ipo wazi. Wapo ambao wanakosea usiku na wapo ambao wanakosea mchana. Hivyo tukiwa tumekosea mchana tufanye toba hata mchana, na tukiwa tumekosea usiku pia tufanye toba. Lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye ndiyo kiigizo chema, na alikuwa akileta istighfar mara 70 mpaka 100. Sasa tujiulize mimi na wewe, mtume wetu ndiye kiigizo chema kwetu na ndiye mbora wa viumbe, alikuwa anakosea na anafanya istighfar. Lakini Sheikh akaendelea kusema ili toba ikubalike kuna sharti zake. Ili toba ikubalike kuna sharti zake. Kama ulichukua kitu cha haramu, basi kirudishe, na kama ulimvunjia mtu heshima yake, nenda kamuombe msamaha, kwani milango ya toba ipo wazi. Sheikh akaendelea kusema Allah huwapenda wenye kutubia, na yeye ni mwingi wa kusamehe watu wanaotubia, kwani Allah anapenda kuwapandisha daraja wale wenye kutubia, na wale wasiotubia Allah kwao ni maadui wake. Pia Sheikh akaendelea kusema inua sauti yako usiku, mwambie Allah, nimefanya makosa kadha wa kadha na hivi sasa narejea kwako, nisamehe, kwani Allah ni mwingi wa kusamehe. Sheikh akaendelea kutuambia tujilazimishe kuwa ni watu wa wingi sana kufanya istighfar, na waja wema siku zote ni wale ambao huwa wanapokosea basi hurejea kwa Allah tabaraka wa taala. Pia Sheikh akatusistizia kuna sayyid al-istighfar, bwana wa istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. Hii ni moja ya bwana wa istighfar. Kwa hiyo khutba yetu ya leo, shekhe alikuwa akizungumzia maradhi ya nyoyo ni madhambi. Maradhi makubwa ya nyoyo ni madhambi. Kwa hiyo Waislamu tujitahidi kurejea kwa Allah tabaraka wa taala kabla ya umauti haujatukuta, na tuwe minal ladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Huo ndio ulikuwa mukhtasar wa khutba ya
leo kutoka kwa Dr. Muhammad Al-Baleki. Tunamuomba Allah tabaraka taala ampe umri mrefu wenye manufaa na azidi kumpa siha njema na azidi kumwongezea katika mizani yake ya hasanat. Ama Kishki TV, nuru ya dini yako.